moja ya kitu ambacho unahitaji kujua, hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na hakuna jaribu linalodumu milele kwenye maisha ya mtu, kwa sababu maandiko yanasema pamoja na hilo jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwenye kila jaribu ambalo linainuka kwenye maisha yako, fahamu kuwa lina mlango wake wa kutokea. Kwenye kila vita unayoipitia kwenye maisha, fahamu kuwa Mungu huyo huyo aliyeruhusu hiyo vita ije anaandaa na mlango wa kutokea, ili hiyo vita isije kakuangamiza, ili hayo maneno nayosemwa yasije yakakumaliza, ili uko kukataliwa unakokupitia kusije kukakumaliza. Anaandaa na mlango wa kutokea. Na ndio maana kuna watu wengi tunapita kwenye vita, tunapita kwenye nyakati ngumu, tunaona kabisa hapa tunaenda kuisha, na waliotuzunguka na watesi wanasema hapa hachomoki, lakini ghafla kuna kamlango kakutokea Mungu anakufanyia. Unashangaa umetoka kwenye jaribu, watesi wanakuuliza pale ulichomokaje? Unaambia kwa kweli hata mimi sijui, ila nachojua Mungu alinifanyia mlango wa kutokea. Na ndicho anachokufanyia leo. Mungu anakufanyia mlango wa kutokea. Kabla hujaaibika akufanyia mlango wa kutokea. Kabla hujachekwa na watesi wako, yuko wapi Mungu wako? Mungu akufanyie mlango wa kutokea. Kabla hujazomewa na watesi, Mungu akufanyie mlango wa kutokea. Kuna mlango wa kutokea kwenye kila jaribu. Hata hilo japo linakuumiza leo, linakufanya ukose amani, lina mlango wake wa kutokea. Na ninaona Mungu akikufanyia mlango wa kutokea mpaka utabaki unashangaa, na watesi wako watabaki wanaulizana amepitaje hapa, na wewe utawaambia mlango wa kutokea.